kusaidia timu. So amekaa sana benchi na ameingia kwenye game yake ya kwanza ya CRDB na umeona ameisaidia timu yake kufunga. Haijalishi hajatoa pasi, hajafunga yeye, lakini uwepo wake yeye uwanjani unaweza kusaidia timu na wachezaji wengine wakapata nafasi na wakaweza kuscore kuisaidia timu kupata matokeo. Unazungumziaje Pacome ambaye ameibuka kama man of the match? No doubt kwa Pacome. Hamna mtu asiyojua uwezo wa Pacome. Na ukiwa unamwandaleti Pacome utakuwa hujui mpira na utakuwa una mapenzi yako wewe mwenyewe, lakini Pacome ni the best mchezaji ambaye tunaye kwenye ligi yetu. Na kitu kingine, Pacome ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukupa matokeo katika mazingira yoyote yale, na kwa kuangalia yuko katika eneo gani, anacheza katika eneo gani, anaweza akakupatia performance yake, haijalishi atakaa nje kwa muda gani, atakaa benchi kwa muda gani, lakini anapoingia akapata nafasi, anao uwezo wa kukufanya ukapata matokeo muda wote na wakati wote. Bwana, tarehe 2 Yanga atakuwa Tabora, tarehe 2 Simba atakuwa BC. Mchezo wa Tanzania mimi niwatakie kila la heri Simba Sports Club. No doubt Simba uwezo wanaokuwa wanaonyesha katika michuano ya kimataifa, wamekuwa na wakati mzuri sana ndani ya hii miaka mitano, wakiwa wanaenda kushiriki michuano ya kimataifa, wanakuwa wanafanya vizuri sana. So ninachowaomba wasiende wakiwaandaleti Almasri, kwa sababu Waarabu wao wana desturi yao au na utaratibu wao wa kucheza kwenye ardhi yao ya nyumbani. Kwa hiyo mimi nadhani Simba wanatakiwa wakubali kwamba wanaenda kwenye ardhi ya Uarabuni ambao wao wanatakiwa wawe kama timu ya pili. Haijalishi ana muda gani anashiriki michuano ya kimataifa na alikuwa anafika wapi, lakini unapoenda kwenye ardhi ya mtu mwingine unatakiwa umrespect kwanza, na mpinzani hautakiwi kumdharau. Ukienda na mentality ya wewe kwamba wewe ni bora zaidi yake, hicho ndicho kinachowakosti vilabu vingi, mwisho wa siku wanapoteza. Tumeona kikao kinaendelea, serikali imeita viongozi wa mpira wa nchi. Kuna watu wanaamini sasa matumaini ya kupata dabi lakini nje yetu wanasema mfungo mlembo la tucheze. Na mashabiki wa Simba wakasema kwamba wanafanya maandamano na hivi yake serikali. Wewe ulikuwa sema unatakiwa ujue kutofautisha klabu na timu. Unapoizungumzia klabu unamzungumzia mwanachama, viongozi na wachezaji. Unapoizungumzia timu ndio utakuta kina Faridi Musa na benchi la ufundi. Kwa hiyo ilipo klabu ya Young Africans na wanachama wapo, alipokuwa kiongozi wa Young Africans na wanachama wapo. Wanachama wenyewe ndio sisi. Tunachokihitaji ni sheria na kanuni zifuate ili mpira wetu uweze kuwa ligi bora barani Afrika. Watu wengi wanasema au niseme kwamba kwa hii sifa tunayopewa kwamba Tanzania ni ligi bora kwa barani Afrika ya 4, mimi naweza nikakataa. Unatumia vigezo vipi kutupatia ligi bora namba 4 barani Afrika ili hali tuna refa mmoja anayechezesha michuano ya AFCON Arajiga peke yake? Hiyo ni ligi bora barani Afrika namba 4. Kwa hiyo mimi nadhani tuache makando kando, tusimamie sheria na kanuni ili tupate ligi bora halali na sio ya michongo. Nataka viongozi waondoke kwenye nafasi zao. Ndio uchaguzi unakuja TFF. Nipe bodi ligi wenye vitu vilabu wanakwenda kufanya maamuzi. Unafikiri kuna urahisi wa kuwatoa kwenye njia ambayo sio uchaguzi? Inawezekana. Chini ya jua mna kinachoshindikana. Na unapokuwa umemkosea mtu au unapokuwa umekosesha watu imani, haijalishi umebakiza muda gani. Wakiisha sema kwamba uondoke, basi wapishe. Unaambiwa msanii mzuri ni yule anayejua wakati wa kushuka jukwani kabla hajaanza kuzodolewa na mashabiki zake. Kwa hiyo mimi nadhani ukishaona umeboronga, ni bora ukang'atuka peke yako pasipo kuanza kuchafuliwa. Kwa hiyo kwa wanachokifanya bodi ya ligi na TFF, mimi nadhani kwa mtazamo wangu mimi na fikira zangu mimi, ningekuwa nimeshang'atuka. Kwa nini? So wewe kama kiongozi wa mpira Tanzania umetoka kwenye majukumu ya CAF, ulipaswa kuja kukaa chini na vijana wako ukaongea nao kusikiliza shida yao. Lakini unapokuja kabla hujakaa chini na wale ambao unatakiwa kuongea nao, unajikuta unaongea kwenye media maneno ambayo yanadhihirisha umeegemea upande gani. Inakuwa haipendezi kwa mtu ambaye ni kiongozi. Unajua uongozi ni talent, na ili uwe kiongozi ni lazima uwe na busara, hekima na maarifa. So kwa Karia, hekima na busara na maarifa vyote hana. Na ndio maana hata juzi kwenye kikao dhidi ya waziri wa michezo haukumsikia akiongea chochote. Nadhani kama mlifuatilia alivyokuwa na waaga wachezaji wa timu ya taifa pale Tanga, mlisikia kauli zake. Kwa hiyo mimi nadhani ni muda sahihi wa Karia kuachia ngazi.
na asisubiri kuchaguliwa, sababu unapokaa unachafuliwa hivi, unaongelewa hivi, alafu mwisho wa siku unasubiria upigiwe kura tena, au unasubiriwa uje utoke kwa kupigiwa kwa kuondolewa na watu kwa kura, inakuwa haipendezi. Kwa hiyo mimi nadhani anaweza kuwa babangu of course kwa umri wake, mimi ni mdogo kwake, lakini kwa ushauri wangu ningemshauri aondoke tu mapema. Kila kikiruhusu mlango ufunguliwe, Yanga akikerekwa anaondoa uongozi, Simba akikerekwa ataondoa uongozi, Kagera akikerekwa, tutakosa nchi namna gani? Yanga wameanza, Simba wafuate, wengine watakuja kufuata, itakuwa mazoea namna hiyo. Sasa hicho ndicho tunachokitaka. Kwa nini? Sababu unaangalia kuna vilabu vingi vidogo vinakuwa havitendewi haki na huu uongozi. Kwa nini nasema hivyo? Vilabu vingi, Azam amewahi kwenda kucheza Kagera, alizimiwa taa wakati wa kufanya mazoezi na meneja wa uwanja, lakini akalalamikie wapi? Mbeya Kwanza amewahi kufika uwanjani, ambulance haikuwepo uwanjani. Kisheria huwezi kucheza kama ambulance haikuwepo uwanjani. Alipokwa alama Mbeya Kwanza akapewa na Mungu. Angelalamikia wapi? Wakati kocha mwenyewe alifungiwa miaka 2. Kwa hiyo mimi nadhani vilabu vidogo vinakuwa havina sauti. Mfano mechi ya JKT Queen na Simba Queen, wangelalamikia wapi JKT Queen? Kumbe sasa unakuta TFF na bodi ya ligi ndio wameshikilia kwenye makali. Ndio maana utasikia akiongea mchambuzi fulani atafungiwa kwa sababu makali ameyashika TFF na bodi ya ligi. Akiongea msemaji wa timu fulani anafungiwa. Ulishawahi kusikia afisa habari yeyote wa Simba kafungiwa? Kwa nini? Kwamba yeye yuko smart. Kwa mimi nadhani fikie hatua uongozi wa TFF na bodi ya ligi unatakiwa ujirekebishe. Pasipo na kujirekebisha wanatakiwa watupishe.